Naam, kutokea makao makuu ya nchi ya Tanzania kule jijini Dodoma, jiji la Zabibu, makao makuu ya nchi, ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato umefikia hatua kubwa, ukikamilika miundombinu kwa zaidi ya 94% pamoja na zaidi ya 65% kwa majengo. Mradi huu unategemewa kuwa lango kuu la kuingia makao makuu ya nchi Dodoma, ili kuchochea maendeleo ya uchumi wa taifa. Pindi utakapokamilika, uwanja huu utakuwa na uwezo wa kuhudumia abiria milioni 1.5 kwa mwaka. Barabara za maungio, maegesho ya magari, mfumo wa taa za kuongoza ndege, jengo la kisasa la abiria, barabara za kuruka na kutua ndege yenye urefu wa kilomita 3.6 yenye uwezo wa kupokea ndege kubwa za abiria na mizigo za daraja la 4E. Ndege za daraja la 4E ni zile zenye uwezo wa kubeba abiria zaidi ya 300, urefu zaidi ya mita 50 na zenye uwezo kuruka na kutua kwenye barabara yenye urefu wa zaidi ya mita 1800 na upana wa mita 45. Mfano wa ndege hizo ni kama ifuatavyo: Airbus A330, lakini kuna Airbus A350, kuna Boeing 777, lakini kuna Boeing 787, lakini kuna Dreamliner na Irish 296 na kadhalika. Nchi ya Tanzania imeamua kuwekeza Dodoma hivi sasa makao makuu ya nchi yanahamia Dodoma rasmi kwa kuweka miundombinu mikubwa na mizuri kama viwanja vya ndege na barabara za interchange, flyovers na masoko makubwa yatakwenda kuwekezwa kule Dodoma, na hivi sasa nchi yote inahamia Dodoma na si Dar es Salaam tena. Watanzania wengi walikuwa na ndoto ya kuona airport kubwa ikitengenezwa nchini Tanzania ambayo ina terminal zaidi ya 3. Wanatamani kuona terminal 6, 8 mpaka 10 kama kilivyo kama kiwanja cha ndege cha Qatar Airport. Ile Qatar bwana ina terminal zaidi ya 20 hivi sasa, ama uwanja wa Uturuki Istanbul una terminal nyingi sana. Kwa hiyo Watanzania ama serikali ya Tanzania imejizatiti kufanya hivyo isiwe tena jambo la kusikia kwenye television ama kusoma kwenye magazeti. Wanataka kuleta ndoto ambazo Watanzania wengi walikuwa wanaziota, basi zije kwa macho yao, wazione na wazifurahie na wafurahie matunda ya nchi yao. Ndugu mtazamaji wa World Trending TV, kama ndio mara kwa kwanza unaungana nasi, haujachelewa cha kufanya, gusa neno subscribe ili uwe kwanza kupokea habari, taarifa, notification na update zetu zote ambazo tunazifanya kila siku. Na tusisahau kulike, kucomment, kushare na ndugu jamaa na marafiki ili wapate kujua nini World Trending TV tunawasogezea kila siku kwa habari za uhakika kila siku. Endelea kutufuatilia. Asante.